Hii ni historia ambayo inazungumzia huduma ya Paulo akiwa safarini. Huduma ya Paulo akiwa safarini. Safari ya Paulo alianza kusafiri akiwa amefungwa ndani ya merikebu. Alianza kusafiri akiwa amefungwa ndani ya merikebu. Na safari hii kabla haijaanza, Paulo aliwashauri akawaambia hivi: msing'oe nanga, yaani msianze safari, kwa sababu mbele ya safari kuna vikwazo, mbele ya safari kuna mawimbi. Safari hii haiko salama. Lakini kutokana na lengo aliyokuwa nayo Paulo kimaamuzi, hawakumsikiliza. Wakaanza safari. Walipoanza safari, merikebu ikaanza kuleta shida njiani. Shida imekuwepo, wakawa wanachukua hadi vyakula, kwa maana ya nafaka zilizokuwepo ndani ya merikebu, wanatupa kwenye maji, angalau chombo kiwe chepesi. Lakini bado chombo kikaendelea kuzama. Lakini jambo la kustaajabisha, upepo ulikuwa na mbisho, kwa maana ya dhoruba ilikuwa ni kubwa, hadi chombo kikafikia kiwango cha kukatika. Watu 276 wapo kwenye chombo, yaani kwenye merikebu. Paulo akawa amenyamaza katika kipindi kama hicho. Mambo yalipozidi kuwa magumu, wale watu ambao walikuwa hawamsikilizi Paulo wakaanza kumsikiliza Paulo. Wametoa nafaka, wametupa kwenye maji. Kwa hiyo walikuwa kwenye maamuzi magumu. Hali imeshakuwa mbaya, hawawezi kusimama tena, ujanja wote mfukoni, wanasema. Paulo alipoanza kuzungumza, wakaanza kusikiliza. Bwana asifiwe sana. Tunaweza tukajifunza kwamba Mungu anaweza akatumia shida kutengenezea mazingira, wewe mtumishi wa Mungu, ya kusikiliza na mataifa. Ndio maana miongoni mwa jambo ambalo Mungu anatufundisha baada ya kuokoka ni kuwa na mtazamo chanya kwa kila unalokutana nalo chini ya jua. Liwe ni ngumu au ni jepesi, anakupa mtazamo chanya juu ya lile jambo. Na kuwa na mtazamo chanya huwa kunatengeneza mizani ya vipimo. Unapokuwa na mtazamo chanya juu ya tatizo fulani, kibinadamu unaepuka matatizo madogo madogo, kama vile matatizo ya kisaikolojia, kiakili, matatizo ya nyoyo. Moyo unaweza kupanuka kwa sababu ni mtu ambaye unachanganyikiwa labda kukutana na jambo gumu. Lakini pia ukiwa mtu wa kuchukulia matatizo katika hali hasi, uwezo wa kufikiri unaanza kupungua kwenye maisha yako. Kwa hiyo unashindwa kufikiria hatima ambayo Mungu amekupangia. Lakini ukiwa ni mtu wa kuwa na mtazamo chanya juu ya tatizo, Mungu anaanza kuongeza level na level na level kwenye maisha yako ya kiroho na ya kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Binadamu wanasema ya kwamba nyakati ngumu huwa zinatengeneza watu ndani, lakini vivyo hivyo nyakati ngumu zinaua watu wasio ndani. Sasa Paulo akawa ni mtu ambaye amekuwa na mtazamo chanya juu ya tatizo. Wale watu waliona mambo ni magumu, wakaanza kuteseka. Alafu Paulo anasema kwamba hivyo Paulo akawatia moyo wachangamke, kwa kuwa Roho wa Mungu alikuwa amemjulisha kuwa hataangamia hata mmoja miongoni mwao watu 276. Wanaona kifo kipo machoni, lakini Paulo anatoa sauti yenye tumaini ya kwamba wasiwe na mashaka, hata mmoja hataangamia, kila mmoja atakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni nini? Dunia inapokuwa imekata tamaa, usiungane naye kukata tamaa. Wewe una sauti ya kuwapa tumaini. Familia inapokuwa imefika kipindi imekata tamaa, wewe kama mtu mwenye Kristo usiungane naye kukata tamaa. Wewe uwe na sauti ya kuwapa tumaini. Mke wako anapokuwa amekata tamaa, usiungane naye kukata tamaa juu ya familia yako, juu ya maisha yako. Uwe na neno la kuonyesha tumaini la Mungu. Bwana asifiwe sana. Kanisa linapokuwa limekata tamaa, usiungane nalo
kukata tamaa, uwe na sauti inayoonyesha tumaini la kutokukata tamaa. Paulo alisimama mahali ambapo yeye mwenyewe anaona mawimbi yameshakata na chombo kimekatika. Watu 276 anaongea kirahisi. Hapo sehemu nyingine anasema ya kwamba chukueni chakula mle shibe, kwa sababu hata mmoja hata angamia. Haleluya, haleluya. Unapokuwa na Kristo unaokoa watu wengi. Unapotembea na Kristo kwenye basi unaposafiri, hata kama uko peke yako kwenye Kristo, wengine wote hawana Kristo, unakuwa ni sababu ya basi kutokuangamia. Kwenye treni unaposafiri na Kristo, Kristo amekaa ndani yako, imani ya Kristo iko ndani yako, inakuwa ni sababu ya treni zile kutokuangamia. Nyumba inayokuwa na Kristo, nyumba nzima inaweza kuokolewa kwa sababu ya Kristo mmoja. Ndio maana Mungu analituma neno. Akishalituma neno, Biblia inasema ya kwamba ili lituondoe katika maangamizi. Kitendo cha kujua kitu halisia wake ni kujiokoa. Kitendo cha kujua uelekeo huu kuna hatari ni kujiokoa. Haijalishi na mbio au hauna mbio, ila kitendo cha kujua huku sitakiwi kwenda, huo ni wokovu. Daudi anasema kwamba Zaburi 116:15, neno lako ni taa ya miguu na mwangaza wa njia zangu. Silaha kubwa ni kumwelewa Kristo. Ndio maana wale watu wa kwanza ambao walijifunza kwenye Biblia, ambao chombo kilikuwa kinapigwa na mawimbi, wakati huo Yesu ajalala, walienda wakamwamsha Yesu. Wakasema, vipi hauoni tuangamia? Yesu akasema, mbona unakosa? Yaani unakosa uelewa juu ya nguvu zilizonazo mimi. Hamjui kwamba mimi nikiwepo mahali fulani mema yanatokea sehemu mbaya? Hamjui mimi Yesu nikiwepo mahali fulani maangamizi yanatokea uzima? Mbona alipoamka akawaamuru upepo ukanyamaza? Kicho kwa kinawasumbua, walikuwa hawana uelewa ya kwamba wapo na Yesu ambaye hawezi kupata ukaangamia ukiwa naye kwenye maisha. Wala siku sana. Sasa Biblia inasema ya kwamba Yesu anakaa ndani yetu na sisi tunakaa ndani yake. Kwa hiyo uwepo wako mahali fulani ni usalama wa dunia. Biblia inasema ya kwamba Mungu akasema hivi, nendeni katika Yerusalemu, tafuteni kama kuna mtu mmoja mwenye haki, ili msiangamize taifa. Mtu mmoja mwenye haki. Kwa wewe familia yenu, kwa wewe haujapotea kwa sababu uko wewe mwenye haki. Na usipokuwa makini, shetani anaweza akaendelea kukusaulisha juu ya thamani ya Yesu Kristo kwenye maisha yako. Ukaona wewe ni mtu wa kawaida, ni mtu ambaye uko huko, lakini wewe ila wewe uko mzima usingekuwepo. Hamjaona kwa nyingi zimeshaangamia, hata jina lao limefutwa duniani, kama inavyonena Biblia ya kwamba watafutika kizazi chao. Wapo, lakini kwa sababu yake watu bado wanaishi. Dharau, tembea na Mungu. Bwana sifiwe sana. Tembea na Mungu sawasawa na kusudi lake. Lile tamko moja ambalo tunalitamka mbele za Mungu, hata kama kwa wiki mara moja, linaleta wokovu katika hali unaishi, katikati ya wokovu unaotokea, katikati ya mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Maelezo ya wale yanasema ya kwamba mara nyingi wahubiri wengi hudhani kwamba mahali pa huduma ni madhabahuni kanisani kama hapa. Kumbe mahali pa injili ni mahali popote ambapo uko mtumishi. Haleluya, haleluya. Yesu anapokuwa ndani yako, chemchemi ya uzima imekaa kwa kiwango kikubwa kwenye maisha yako. Yesu ana flow. Yesu anapokuwa na flow kwenye fahamu zako, anapokuwa na flow kwenye macho yako ya nyama, anapokuwa na flow kwenye masikio yako, taarifa mbaya zinapokuja kwenye masikio yako huwa zinafishwa, hata kama zina dhoruba ambazo zinaweza kuua maisha yako. Kwa hiyo Yesu akiflow kwa kiwango kikubwa kwenye maisha yako, masikio ya kusikia habari zinazoua hatima yako yanakuwa mzima na yasikii tena. Macho ya kuona kuangamia yanaondoka, unaona matumaini. Yesu anapokuwa na flow kwenye maisha yako, raha ya kuwa na amani inayodumu
inakuwa ni sehemu ya maisha yako, hata kama huna vitu vikubwa. Kwa nini? Ana flow. Ndio maana unapokuwa unatembea kwenye flow ya Mungu muda wote, inakuwa kama Paulo, unatamka maneno ambayo yasingeweza kuamini hata na miti, ila yanakuwa. Anawaambia hivi, hakuna hata mmoja atakayeangamia, hata mmoja hakuangamia. Wale watu waliokuwa wanataka watoke kile choo, Paulo akasema hivi, mkikimbia tu mnaangamia. Kwa ili msiangamie, hata mmoja asikimbie kwenye hii chombo, licha ya kwamba kinayumba, kinakuja huku, kimeshakatika, watu 276 wako mle, nafaka zimetupa, lakini bado usumbufu ni mkubwa. Akasema bakini humu ndani. Mtu mwenye Mungu huwa anatamka mambo yanawezekana, yaliyokuwa yawezekana. Usijidharau katika jina la Yesu. Usipasahau thamani ya Yesu Kristo na nguvu zake kwenye maisha yako. Hata kama unapitia kipindi kigumu namna gani, hata kama unaambiwa taarifa mbaya namna gani, hata kama unasifiwa mambo magumu namna gani, yupo Bwana ambaye masimulizi yake yana matokeo sasa na hata milele kwa jina la Yesu. Usijisahau. Haleluya, haleluya. Kama na amani hapo kwa mkono mmoja. Paulo alikuwa binadamu kama ila alikuwa na Mungu asiye binadamu kama mimi. Kwa kilichomsaidia Paulo kutamka maneno makubwa ambayo ilikuwa ngumu kuaminiwa na kila mtu, ni kwa sababu alikuwa na Mungu anayempenda kila mtu na anayeweza kufanya kila kitu katikati ya watu. Mungu alianza kupindua taratibu na fikra za watu tangu zamani. Alipofika watu wanaamini kumuua kahaba ndio utaratibu wao, yeye alileta utaratibu kumuokoa kahaba, ndio utaratibu unaofaa. Mungu alipofika, falme zimetengeneza utaratibu na sheria za wajeni. Yeye alibatilisha sheria kwa kuhakikisha simba wananyamaza, hawadhuru watumishi wa Mungu. Watu wanajuaga watumishi wa Mungu labda ni watu wanaosimama madhabahuni. Watumishi wa Mungu ni wale waliopokea mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Ndio maana Biblia inasema kwamba kila aliyepokea huyo Bwana aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wanaolitumainia jina la Bwana. Kulitumainia jina la Bwana. Mtu akisema hivi, je, una matumaini? Maana uko kwenye wakati ambao kwa kawaida ili useme nini basi. Lakini tukisema matumaini, maana ni tarajio ambalo alisupport situation hiyo. Ndio maana sasa kama sisi tunalitumainia jina la Bwana, maana yake matumaini ya vitu vya Bwana, matumaini kwenye mali za Bwana kwa muda huu hayana sana. Matumaini kwa ndugu yametoweka. Ndio hao walitumainia jina la Bwana. Ili Mungu aweze kujidhihirisha kwenye maisha yako, anategemea vile utakavyomruhusu kwenye maisha yako. Ndio maana shetani hawezi kufanya chochote kwenye maisha yako hadi umtengenezee uhalali wa utendaji kazi kwenye maisha yako. Kwa Yesu anasema kwamba wala usimpe ibilisi nafasi. Kwa hiyo mimi nisipompa ibilisi nafasi, shetani hana uhalali wa kutenda kazi kwenye maisha yako. Hizi fahamu hazina tofauti na fahamu za Paulo. Hizi fahamu hazina tofauti na Daudi. Hizi fahamu hazina tofauti na Daniel. Kila Daniel aliruhusu utendaji wa Mungu, sio utendaji wa shetani. Ukimruhusu shetani atende ndani yako, atatenda tena kwa kiwango kikubwa na atakuharibu hasa. Usipomruhusu, yani usipompa nafasi kama ilivyo katika Kristo, shetani anatenda kazi ndani yako, hawezi kufanya chochote. Kwa hiyo shetani anafanya kazi ndani ya mwanadamu kwa ruhusa ya watu wawili, wewe mwenyewe au Mungu pekee. Ndio maana Biblia inasema kwamba mtu mmoja akawa anauliza sana, kwa nini umeruhusu haya yapate? Maana bila Mungu kuruhusu yasingepata. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka kujua hilo, uliza yeye.
Shetani alikwenda kuomba ruhusa kwa Mungu ya kwamba yule, kwa sababu amemzingira na wigo. Kwa hiyo kila aliyempokea Yesu ana wigo. Yesu asipofungua mlango, shetani haje kuingia kwa wako. Ndio maana tatizo linapokuwa linakuja, tunakuwa na mtazamo chanya. Kwa sababu gani? Tunaamini shetani asingeweza kuingia kwenye maisha yetu. Kwa ukiona kuna tatizo au changamoto imekuja kwenye maisha yetu, tunajua sisi wenyewe tunajitathmini au tunamuuliza Mungu wewe na mapenzi yake ili aendelee kutimia, kwa sababu mshombe hapo. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba tupanuze kwa ufupi. Kila mmoja alipoenda Paulo alifanya kuwa madhabahu, na hivyo kutoa huduma stahili. Kila mahali ambapo Paulo alienda alipofanya madhabahu akatoa huduma stahili. Tunamsema hivi, amtegemee mwanadamu na alaani. Sio kwamba mwanadamu ni yule ambaye aliyeumba, hata aliyeumba ni mwanadamu. Unapokutana na jambo, anayekuwa wa kwanza kumkabidhi, huyo ndio anayemtegemea. Kama ukipata changamoto, wa kwanza kumkabidhi anakuwa ni mume wako, huyo ndio anayemtegemea. Laana inaweza ikawa kwamba haivuni kwa matusi tu. Wenda laana inavuna hata kwa kusahau wa kutegemea, ambaye ni Alfa, kwa maana ya mwanzo wa kutegemea, na ambaye ni Omega, ambaye ni mwisho wa kutegemea. Kwa ninapokuwa nafanya changamoto, yule anayekuwa wa kwanza kufikiria kichwa ndiye anayemtegemea. Ndio maana tunatengeneza uhalali ya kwamba tunamtegemea Mungu. Tunapokutana na changamoto, tunamwambia kwanza Mungu, ndipo tunapochukua nafasi ya uongozi wa Mungu kupitia kile kilichosema ya kwenda kumuuliza nani katikati ya watu ambao wa Mungu. Kwa hiyo ukishaokoka unalazimika kufanikiwa kwenye kila jambo kama utamwalika Mungu kwenye kila jambo. Yaani ukishaokoka ulikuwa huna muda kabisa, ulikuwa umesharizika kwamba mimi maisha ndio naye yanatosha. Ukishaokoka ghafla unaanza kupata ufahamu mpya unaokwambia ongeza. Ukishapata ile sauti inasema ongeza kwa namna yoyote ambayo Mungu ataona inafaa, ndipo unapoona unapiga hatua hata mahali ambapo kibinadamu usiweza kupiga. Kwa hiyo matumizi sahihi ya kinywa yanakuja kutokana na uliyemuuliza juu ya changamoto yako ni nani. Huyo ndiye atakayekupa cha kusema hata kama kieleweke hata mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwamba kama tulivyoona katika somo la leo, japokuwa inaonekana kama Paulo ni mfungwa, lakini bado hilo halikufanyika kizuizi cha huduma ya kiroho akiwa ndani ya mkebo. Amefungwa ndani ya mkebo, anaelekea Rumi, lakini haikuwa sababu ya kusema mimi hapa sasa ndo basi. Haleluya, haleluya. Alitumia ile hali kama opportunity ya kuendelea kuonyesha ushindi wa Bwana. Haleluya, haleluya. Baadaye wote wakageuka kuanza kusikiliza. Wokovu sio mahali peke yake. Wokovu ni kuondoa athari ambazo zimekuzuia wewe usifikie fahari yako. Ndio maana Paulo hakunyamaza kimya licha ya kwamba ni mfungwa. Tena yuko ndani ya mkebo katikati ya watu 276. Unajua kutaka kushinda usiwe na wasiwasi kwamba watu watakuonaje, watu watakuelewaje. Bila unazidi kujipa maneno kwenye moyo wako kwamba watu watanionaje, watu watanifikiriaje, watanitafsiri vipi, ndipo unapoondoa tafsiri ya Mungu kwenye maisha yako. Kuna muda ili Mungu aweze kujidhihirisha kwenye maisha yako, akili zako unazichukua unaziweka pembeni, halafu unachukua kusudi la Mungu kama lilivyo, hata kama lina machungu, kwa sababu mbele yako ndio Paulo anabaya. Alitumia opportunity. Kila unapokanyaga, Biblia inanena wazi, nimekupa kuwa hapa. Kila unapokanyaga. Ndio maana Paulo anasema kwamba wewe alijua kitu. Kila alipokuwa anaenda, alipofanya kwa madhabahu
ya Mungu. Biblia inasema kwamba kila mambo hujenga kanisa, wala mlango ataweza kufanya kulishika. Kwa kama Paulo anatengeneza madhabahu ndani ya mikeka ya Mungu, kwa sababu kuna madhabahu ya Mungu. Kama familia zetu ni bizi ziangamizwe na magonjwa na balaa mbalimbali. Kwa hiyo kama wewe mtu wa Mungu upo katika hiyo familia, umeshatengeneza madhabahu. Hakuna madhabahu ya Mungu ambayo inaweza kukaribishwa na mali ambayo Mungu mwenyewe ameyaumba. Kwa sababu madhabahu ya Mungu ina kawaida ya kutengeneza utaratibu wa usalama kwa wanadamu. Kwa hiyo kila unapokanyaga, kama Mungu amekupatia kuwa kwako na umeelewa hili neno, maana nini? Kila utakapoketi pako salama kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Amekuwa kwako. Ila shetani anachopambana ni kuhakikisha kujielewe. Luka 2:9 anasema kwamba Yesu akaongezeka katika kimo na hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Maana yake ni maisha ya Yesu yalikuwa ni mwendelezo wa kukusanya maarifa na kuwa tumaini kwa Mungu, na hatimaye alishinda zaidi ya kushinda. Hakuna kushinda zaidi ya kushinda kama hutembei na Mungu nyakati zote. Hamna. Kwa sababu kila hatua wewe mwacha Mungu, kuna sehemu shetani anaingia. Ukimwacha Mungu hatua moja, kuna sehemu ambayo shetani anaingia. Siku moja kwa tunaenda kuhuduma, miongoni mwa watu ambao tulikuwa tunaenda nao akasema hivi, huu mto umejaa, kwa hiyo ili usiende na maji usinyanyue mguu. Kwa tukawa tunaanza safari kwenye maji, tupo kama umwe, maji yanakimbia, tunapita pale mahali, tukawa tunaenda hivi, ukinyanyua mguu unaenda na maji. Ndivyo ilivyo kwenye maisha. Ukinyanyua mguu mmoja, Biblia inasema wala usimpe ibilisi nafasi. Shetani huwa anatumia nafasi hivyo. Hata kama hata kuharibu hatima yako, ila atahakikisha anaweka visumu vidogo vidogo kwenye hatima yako. Angalau akupiga hata kidogo, hata kama utakushindwa. Kufikia tunapita ule mto, tukawa tunaenda. Unavuta miguu, haunyanyui hata sentimita, ili mguu akisha umejishika na ardhi. Kwa tunaenda. Kwa angetokea mmoja wapo akasema kwa nitembea haraka, akanyanyua mguu, angeenda na maji. Ili uchumi wako na akili zako na fahamu zako ziende na maji, lazima wewe ukatae kwenda kwenye utaratibu wa Mungu uliofahamu. Kwa tunaona kwamba kuna muda barabarani katucha yamewekwa, breki kwenye vyombo vya moto zimewekwa, si kwa ajili ya kuchelewesha, ni kwa ajili ya kuhakikisha unafika salama. Lakini ukiwa na mtazamo hapo, utaenda kutoa zile breki ili usiwe unachelewa kwa safari yako, na ndiyo kitakachokuwa kifo chako. Mungu anakutengenezea utaratibu wa maisha ni kama gari, anakutengenezea breki. Kuna mahali ambapo utabidi ufunze breki ili usimame, si kwamba ucheleweshe, ili kwamba ufike unakotakiwa kufika kwa usalama. Paulo wakati wa kunyamaza alifunga breki, wakati wa kuongea aliondoa breki, akatembea kama mwili. Matokeo yalionekana. Dhoruba kali ilipokumba akina Paulo na watu wote walikuwa ndani ya nekebu muda mfupi. Na walipoondoka kupete mahali pa bandari nzuri jirani na mji wa Lasea, mambo yale aliyokuwa amewaonya Paulo yakaanza kujitokeza. Paulo alikuwa na roho mbaya, asingeweza kuambia. Sasa nisikilize. Paulo aliwaambia juu ya ukweli wa mambo yanayoenda kutokea kabla ya safari na akiwa katika hali ya udhaifu. Biblia inatufundisha nini? Kuwa mdhaifu mwilini, sio kupuuza sauti ya ndani. Kwa maana kuna mtu wa nje anatakiwa kuwa na udhaifu kuliko mtu wa ndani. Ni wewe wa nje. Yule wa ndani anatakiwa kuwa na sauti. Mtu wa ndani anatakiwa kuwa na sauti kuliko mazingira unayoyaona. Mazingira yanatoka kushindwa, yule wa ndani aseme kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Mazingira yanasema kudhalikishwa,
afanye aseme. Unaisha. Kifo kinaonekana. Yule wa ndani, mtu wa ndani, uzima unaonekana. Ukiona na macho kama haya, ni hatua kubwa sana mbele. Sasa hivi kwa kupitia hiki Paulo anatufundisha kwamba Mungu anatuokoa si tutunze tulivyo navyo, bali tukue kupitia tulivyo navyo. Luka 1:80, Yohana aliongezeka, akaenda jangwani, akarudi. Aliporudi akaja kwa mkombozi. Halafu babake Zakaria anaanza kujawa Roho Mtakatifu. Anasema ametokea katika nchi yetu Mwokozi wa mataifa. Kumbe kile ambacho Mungu ametupa tusikitunze kama yule mtu aliyepokea akakutunza. Mungu anahitaji kukizalisha zaidi mara 100 na mbele. Tukipokea kitu kwa Mungu tukakitunza, tunadumaa katika kuongezeka. Tukifanya kama Paulo amepokea kitu, wakati wanaenda kule kuwafunga watu wa Mungu na kuangamiza na kuwateketeza, alipokea kile kitu cha Mungu, Mungu alitamka neno moja, akasema nataka alitangaza jina langu kwa mataifa, kwa wafalme hadi Israeli. Alipopokea kile kitu hakubaki nacho, alizaa kitu kingine. Kifanya biashara, ukachukua nyanya tu za kuuza, ukaingia nazo chumbani nzuri kabisa, ukazipanga na 500, ukafunga milango yote, hakuna kitakachokuzuia. Ndivyo ilivyo kwenye huduma yako. Mungu anakupa huduma, ukabaki nayo, ukaitunza, ukaifungia chumbani, mazingira mazuri. Kwa unaiweka kwenye friji, unaitoa. Unaiweka kwenye friji, unaitoa. Ile huduma kwenye macho ya nyama huwa inaonekana kubwa kuliko ukubwa ambao Mungu anataka. Mwisho wa siku kiendelea nayo, ule ukubwa unakuwa unaongezeka mbele ya macho yako. Wakati kwa Mungu unazidi kukua. Kama siku Mungu akirudi, anakwambia ulifikia tuanga ndani kwa kifuko. Kwa nini kuongezeka? Kwa maana Mungu anamwambia Israeli, hii ni taifa kubwa. Kwa nini? Atawaongeza katika sifa na uwezo, hata kama ni alivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nyingine Biblia inasema kwamba sisi wadogo. Na akasema ya kwamba hata kama saikolojia yetu tunasema sisi wadogo, Biblia inasema kwamba msiogope enyi kundi. No. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba awali kuwaonya kwa kutumia uzoefu wake, hawakusikiliza. Hawakusikiliza kwa uzuri. Awamu ya kwanza Paulo alipowaonya, yani siku wanaanza kuondoka kule Pete kuelekea Rumi, alipowaonya kwa uzoefu wake, hata mmoja hakumsikia. Lakini wakati alipopewa ujumbe na Roho wa Mungu, alipoanza kuwaambia, walimsikiliza. Bwana asifiwe. Nifunze kitu hapa. Mwanzoni alipowaonya kwa uzoefu wake wa kimwili, wewe aliongea kimwili, hawakusikiliza hata. Lakini alipopewa ujumbe na Roho wa Mungu, kila mmoja alisikiliza. Biblia inafundisha nini? Unaposema mambo katika Roho, hata hali hiyo inasikia. Baada ya kuwaonya kwa sauti ya Roho wa Mungu, hakuna kitu ambacho kusikia. Wote wakakaa wakaanza kusikiliza. Jumapili hiyo tunaona kwamba yule mmiliki wa Melkizedeki na yule nahodha walikuwa wanasikilizana kutokana na sifa walizokuwa nazo. Lakini Paulo hakusikilizwa tangu mwanzo. Lakini aliposema kwa Roho wa Mungu, kila mtu alisikia. Haleluya, haleluya. Dhoruba ilisikia, kila kitu kilisikia. Wanajeshi wakao wakimbie na wale watu wakimbie. Aliposema hakuna kutoka mtu ili msiangamie, walisikia. Ukiona mambo unayasikia, sema katika Roho wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Ukiona biashara yako haisikii, inajidai ngumu, haielewi, sema katika jina la Bwana. Haleluya, haleluya. Ukiona kuna kalana kwenye ukoo, kanatembea tembea, hapaelewi,
jaa Roho wa Mungu kama Yesu alivyojaa katika Luka 1:80, katika Luka 2:52, katika Luka 2:40. Jaa neno la Mungu, hata miti huwa inasikia. Haleluya, haleluya. Bwana sikule ndio tokea ile alitamka akasema hivi. Akasema hivi, huu mti ukakauka. Yesu alikuwa anatufundisha hivi. Yesu alikuwa anatufundisha hivi kwamba ukisema katika Roho wa Mungu, hata vitu ambavyo sio binadamu utasikia. Haleluya, haleluya. Kuna operesheni itafanyika. Maneno yetu na nguvu zetu, vyeo vyetu, historia zetu na kikomo cha sauti. Lazima ujue hilo. Fedha zetu zina kikomo cha sauti. Mali zetu zina kikomo cha sauti. Ila Yesu hana kikomo cha sauti. Yaani akitamka jambo linaenda hadi kwenye hatima yako kweli. Tukishindwa kusema katika lugha za wanadamu, tunakuja tunaanza kusema katika lugha za Roho. Kila kitu wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Upepo unasikia. Lugha za wanadamu. Paulo anatuelekeza katika Matendo 27:19. Ni namna gani sauti yake ya mwanzo ilikuwa imeshika, lakini sauti ya pili iliendelea. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma mstari wa 22 na 23. Soma hapo. Tunaona kwamba walipoendelea na safari, kuliibuka upepo mkali, tufani kubwa, na siku ya pili yake wakaanza kuitupa shehena ya nafaka baharini ili kufanya chombo kuwa chepesi. Siku ya tatu wakaanza kutupa vyombo vya merikebu kwa mikono yao wenyewe. Sura 22 soma kwa. Ndio. Sasa nawapeni shauri. Iweni na moyo mkuu. Maana hapana hata mmoja miongoni mwenu atakayepotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anasema sasa nawapeni shauri. Iweni na moyo mkuu. Mtu anapokupa shauri uwe na moyo mkuu. Maana kwa kawaida, nyoyo ya kawaida tu. Haiwezekani. Akasema nawapa shauri, iweni na moyo mkuu. Hakuna hata mmoja atakayeangamia. Maana iweni na moyo usio wa kawaida. Dunia ina mambo magumu. Watu wana matusi magumu. Watu wana maneno magumu. Watu wamesomea kukatisha tamaa. Watu wamesomea kunena vibaya kwenye maisha yako. Lakini ili tuweze kushinda, lazima tuwe na mioyo mikuu, sio mioyo hii tu ya kawaida. Ukiwa na moyo wa kawaida unakata tamaa kwenye hii dunia. Watu wanajua kuharibu maisha ya watu. Watu wanajua kudhihaki. Watu wanajua kutukana. Kinachokusaidia wewe ni kuwa na moyo mkuu, yaani moyo usio wa kawaida. Na ili kuwe na moyo usio wa kawaida, lazima uwe na Mungu asiye wa kawaida. Wametupa vitu, lakini bado walikuwa wanatamani kuwa salama. Kwa nini? Nafikiria siku hiyo ingetokea kwamba wale watu ambao wamebeba mizigo mizito, wamepakia mizigo mizito, watupe mizigo yao. Wewe ilitokea wakatupa nafaka, na hali ilikuwa ngumu, asingekuwa mtumishi wa Mungu. Hazali wale ambao wazito tunawatupa ili chombo kiwe chepesi. Lakini akasema iweni na moyo. Dunia inahitaji watu wenye mioyo mikuu, na hakuna kupata moyo mkuu bila kuwa na Mungu mkuu. Dunia ina mambo makubwa mazito sana. Dunia ina vitu na vituko vingi sana. Bila kuwa na moyo mkuu, unaweza kupoteza dhahabu ambayo Mungu amekuandalia mbele ya macho yako. Watu wanajua sana hata kusaliti. Ukoo mzima unaweza kukusaliti, ukakutupa shimoni, kama Yusufu kakabeba kwa kijana kadogo, kakabeba kwa
sehemu chafu. Ndugu wamemtupa shimoni, lakini Yusufu alikuwa na Mungu mkuu, akafanya makuu katika dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale yanayokujia hayaenda kukuua, yanakuja kukuimarisha. Inategemea mtazamo wako uko. Yale unayosikia yanakuja kukuimarisha, sio kukuua. Yanategemea una moyo wa namna gani, umemkabidhi nani moyo wako. Ndio maana kuna mtu anamwambia Mungu niumbie moyo mpya. Kwa nini niumbie moyo mpya? Maana moyo wa kawaida unashindikana. Unahitaji Mungu mpya atakaye kuwa moyo mpya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Turudi na moyo. Wewe unawaambiaje watu? Watu waseme. Lakini wana matatizo makubwa. Ndio maana tunapoongea na watu, usiongee na watu na wajibu tu ovyo ovyo. Watu wana changamoto, wanapitia mambo magumu. Kuna muda wanakosa hadi majibu. Watu wamechanganyikiwa. Lakini unapokuwepo mtu aliyebeba tumaini la Bwana, Biblia inasema kwamba Yesu ni msaada unaoonekana wakati wa mateso, wakati wa shida. Unapokuta mtu yuko katika hali ya mateso, kama wewe umebeba Yesu, basi huyo Yesu aonekane wakati wa mateso huyo mtu. Usiungane naye kata tamaa. Usiungane naye kumwambia kwamba kwa kweli haipo walichokufanyia, hao watu hawafai. Bali mpe tumaini. Mwambie mtu yoyote anaweza kukufanyia jambo lolote. Mtengenezee mtazamo chanya huyo mtu, wa kutokumchukia adui yake. So unaenda unamwambia kwa kweli hicho walichokufanyia, tafuta upanga. Au si unasalimia, wataona nibebeleza. Ipi tumaini. Paulo aliwapa tumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama tunaelewa hiki kitu ambacho Paulo amekifanya. Aliwapa tumaini. Hakusema ya kwamba niliwaambia. Tuko plete, niliwaambia. Sio asili ya mtu wa Mungu hiyo. Asili ya mtu wa Mungu tunaweza tusikilizwe leo. Lakini kutokusikilizwa kwetu hakutufanya sisi watu wakikosea tuseme wapone. Paulo akasimama akasema niliwaambia si mnaona? Niliwaambia si mnaona? Na Biblia inaeleza kwamba Paulo alikuwa ni mtu ambaye ni mzoefu katika usafiri wa majini, sivyo? Kwa akasema niliwaambia, nifungulieni mimi nitoke. Nipige nini ile mbizi. Nipige ng'ambo. Lakini akasema hivi, nakaa huko ili hawasi. Bwana asifiwe sana. Ni kweli labda familia yenu haieleweki. Kaa huko ili wewe hautakufa na familia yenu itakufa. Ukiondoka familia yenu itakufa. Ni kweli uko wewe labda una changamoto. Haueleweki. Kaa huko litie jina la Bwana. Wewe hautakufa wala wewe hautakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo alikuwa ni mfungwa ndani ya meli, hata hivyo alikuwa huru katika Kristo. Hapa kuna mifano mingi ambayo tumejifunza huko. Petro alikuwa mfungwa wa minyororo. Kisema minyororo, sisi tunaelewa. Sio kama minyororo unaweza kukata na wewe. Minyororo ni minyororo kweli. Na mtu anayefunga minyororo akiwa na hila. Petro alifunga minyororo kwa hila. Yaani watu walikuwa wapingi kila anachofanya. Lakini ile minyororo alipoliitia jina la Bwana, alikuwa mfungwa wa mwili, akawa mfungwa wa roho. Kwa sababu wewe hapo ulipo, hapo ulipo. Ukifungwa mwili, ukawa huru roho, hujafungwa pande zote. Ila ukifungwa roho, ukawa huru mwili, umefungwa pande zote. Paulo alikuwa mfungwa katika mwili, akawa mfungwa katika roho. Kwa hiyo Paulo alikuwa mfungwa katika mwili, hakuwa mfungwa katika Kristo. Usipokuwa mfungwa katika Kristo, wewe umefunguliwa kwenye pande zote za maisha yako.
Ila ukiwa mfungwa katika hali yaani wewe ni mfungwa, huelewi chochote, upo gerezani katika ulimwengu wa roho, upo gerezani katika ulimwengu zote. Kwa hiyo Paulo, Biblia inasema kwamba alikuwa mfungwa katika mwili, lakini alikuwa huru katika nani? Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema kwamba Yesu akiingia ndani ya mtu na mtu akaamua kuingia ndani ya Kristo, anakuwa salama. Yesu akiingia ndani yako na wewe ukaingia ndani ya Kristo, unakuwa salama kikamilifu. Sio kasorobo, sio kidogo, sio sana sana. Ndio maana kuna muda tunashinda vita, hatuna bunduki. Tunashinda vita kwa sababu tuna maneno ya kutia yaliyo katika tukitamka mambo ya Mungu. Na tukifunga mambo yanafungika. Tukifungua milango inafunguka. Kwa nini? Sisi tuna bunduki zilizoko katika roho ambazo zipo kwenye kinywa chako na kwenye yako. Yakobo sura ya 2 mstari wa 8, Yakobo sura ya 3 mstari wa 9, na Yakobo ile sura ya 2 mstari wa 15 anazungumzia juu ya nguvu iliyopo katika ulimi. Kwa ulimi tunatamka mambo ya Mungu. Kwa ulimi tunakiua. Kwa ulimi tunalaani na vitu vingine. Kwa nini? Unapokuwa unashika Mungu huwa anaingia kwenye milango yako. Yaani unapoona wewe na unapoona mtu mwingine tofauti, shida moja ile ile inayokaa. Wakija mtu mwenye Yesu na mtu ambaye hana Yesu, shida ya aina moja, yenye ukubwa unaofanana, yenye historia inayofanana, wakija na macho yanayofanana, mwenye Yesu mtazama shida ya aina tofauti. Kwa maana wana wa Israeli kundi kubwa wenye macho wanaangalia. Alipoenda mtu mwenye Mungu Daudi, shida ya aina moja inaitwa Goliath, anaitwa matusi kila mara kwa wana wa Israeli. Alipoenda Daudi kuleta chakula, mwenye Mungu, macho yaliyoona Goliath na macho yaliyokuwa yanaonekana na wana wa Israeli, Goliath moja, yani tatizo moja lilionekana kwa namna tofauti. Daudi anatoka anasema hivi, atawezaje kuwatokana na majeshi ya Bwana huyu asiyetahiriwa? Maana yake ni taifa lote la Israeli, kundi kubwa la Israeli lilikuwa linaona kama Goliath atatahiriwa. Ila alipokuja mwenye Mungu akaona Goliath atatahiriwa, akasema hivi, nitamuua alafu nitakata kichwa, nitawapa ndege angani. Kwa nini? Wewe mwenye Yesu na mwenye Yesu na yeye anayempasa Yesu na yule ambaye hana Yesu kabisa, wote shida inapokuwa inakuja, wewe ukawa na Yesu, unaiona namna tofauti. Ni hivi, unapopokea changamoto na kuifanyia maamuzi, inategemea unaionaje. Kwa yule ambaye amemuona Goliath kama tatizo na haelewi kama Goliath hajatahiriwa, Goliath akijitokeza, wana wa Israeli walikuwa wanakimbia. Lakini huyo Goliath, yaani lile tatizo, Daudi alipotazama Goliath alipojitokeza, amevaa mavazi ya vita, anataja sijui nini, amevaa sima nini. Alipojitokeza, Daudi aliona Goliath kama sisimizi. Kwa hiyo maamuzi aliyofanya Daudi yalitegemea ameionaje. Kwa hiyo Mungu akiingia ndani yako, anabadilisha mtazamo wa fikra na moyo wako. Kwenye moyo anaweka ukuu, halafu ule ukuu unaenda kwenye fikra ya kuona Mungu ukuu. Ndio maana kupitia tatizo lile moja, kuna mwingine anaona kufa, halafu unaona. Kwa nini? Kristo akiingia ndani yako, anasimama kufanya mambo makubwa ambayo dunia haijawahi kushuhudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia sura ya 1 mstari wa 2 inasema kwamba kama ilivyoandikwa, mambo ambayo watu hawajawahi kuona, masikio hayajawahi kusikia, wala moyo haujawahi kuamini, yatatokea kwa wale wapendao. Unapokuwa unampenda Mungu, kuna mambo mapya yanatengenezwa. Wewe mwenyewe ndio unashuhudia, wala ndugu zako hawajawahi kushuhudia, wala dunia haijawahi kushuhudia. Kwa nini? Unashuhudia kwa sababu Mungu ametengeneza mtazamo mpya. Hakuna mambo mapya bila mtazamo mpya, na hakuna mtazamo mpya bila Mungu mpya kuingia kwenye moyo wako. Kwa hiyo Yesu akiwa ndani yako, umefungua kila aina ya tatizo kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni heri kwa mfungwa katika Mungu, si roho. Ukiwa huru katika Kristo, ukawa mfungwa katika mwili, neema ya Bwana
si ya kawaida. Ukiokolewa na Yesu Kristo Nazareti, kuinuka hakutegemei uwezo wako, unategemea uwezo wa Mungu aliye ndani yako. Kumtegemea Yesu. Ukimwelewa Yesu vizuri, akakaa ndani yako, kusimama kumtegemei miguu yako, unategemea pumzi ya Mungu iliyopo kwa Petro na Yohana wakati wanaenda kusali. Ile miguu ambayo imelemavu imepiga itanyoshwa kwa neno, si kwa sababu ya nguvu. Kimwelewa Kristo kwenye maisha yako, biashara yako ikawa imefungwa katika gereza, wewe uko kwenye kilomita nyingi, mkoa mwingine unaombea ile biashara, Mungu huwa anamtuma malaika, anaenda anaifungua ile biashara yako, halafu milango inafunguka, hatimaye biashara inaenda kustawi tena kwa namna yake. Shetani Korinto wa pili ile inasema kwamba kazi ya shetani ni kudumaza akili za watu. Usijue uwezo wa Mungu uletao. Usijue uwezo wa Mungu uletao wokovu kwenye fahamu zako. Usijue uwezo wa Mungu uletao wokovu kwenye kila unachokifanya. Usijue uwezo wa Mungu uletao wokovu kwenye mambo yako. Ndiyo kazi ya shetani. Shetani akituma mchawi ameshashika kuharibu fahamu zako. Akituma majini ni kitu kidogo. Akituma sisi tuko gani ni kitu kidogo. Ila ogopa shetani asije akaenda kabisa kwa mzao. Biblia inasema kwamba linda sana moyo wako kutoka ndani. Shetani akiruhusu aingie kwenye moyo wako, anatengeneza mashaka mengi sana wakati wa mawili. Hautakuwa na sauti inayosema msiogope ninyi watu 276. Hata mmoja atakufa. Hauwezi kuwa na sauti, unakuwa na mashaka kwenye moyo wako. Unakuwa na mashaka kwenye moyo wako. Biblia inasema kwamba kwenye mashaka na wasioamini wote wanaangamia. Kwa hiyo hatuangalii kwa sababu tumeroga. Tunaangalia kwa sababu tumemruhusu shetani aendelee moyo wetu au kwa mashaka yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kile ni maswali. Naomba Roho nisaidie simu yako mara moja niangalie mtaka. Mstari wa 21 na 25. Tunajifunza nini kutokana na maneno ya ushauri wa Paulo aliyotoa katika mstari ule wa kwanza, kwa maana ya mwanzo wa safari, kwamba msimoe nanga. Yaani ni mfungwa, lakini mwanzoni mwa safari anasema kwamba wasimoe nini? Nanga. Hapa tunaweza kujifunza kwamba jambo la Mungu halisemi na watu ambao wana nguvu za mwili, wana nguvu uchumi tu, wako huru labda kimwili tu, bali linasema na watu ambao wako huru katika Kristo. Bwana asifiwe sana. Ukiwa huru katika Kristo, wewe sema. Ujavaa kiego, wewe sema. Ndani Kristo anasema kusema. Yesu anaanza kuamini unapokuwa na uthubutu wa kusema mambo hata katika hali ya udhaifu. Haleluya, haleluya. Yaani hivi, ukimwona mtu yupo juu, alitamka neno na kuwa juu wakati ambao hayupo juu. Ukimwona mtu yupo juu, alitamka neno lililompeleka hapo juu kabla hajawa juu. Kwa hata wewe usiogope kutamka maneno ya kuwa juu hata kama uko juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali la pili. Tunajifunza nini kutokana na mstari wa 33 ambapo tunaona kwamba sasa hapa wanaonyesha dalili ya kwanza kumsikiliza Paulo ambao walikuwa wamsikiliza. Tunajifunza kwamba neno la Mungu aliendi bure. Bwana asifiwe sana. Na tunaona chombo kilianza kuzama kama ilivyo neno la Paulo. Kwa neno la Mungu aliendi bure. Mungu akisema kupitia kinywa chako, wewe mtumishi wa Mungu. Kwanza mbona mtumishi wa Mungu anaomba kufunga mkono hivi? Sisi kwa na gani? Kama wewe mtumishi wa Mungu anaomba kufunga mkono. Amina sana.
Neno likisema na wewe mtumishi wa Mungu. Tunaposema mtumishi wa Mungu ni yule ambaye amepokea mwana wa nani? Wa Mungu, ambaye ni Yesu Kristo. Haliendi bure. Ndio maana aliposema kuna shida itatokea, ilitokea. Akaja akasema neno la Mungu hakuna atakayeangamia hata mmoja. Ilitokea. Kweli hakuangamia hata mmoja. Kwa hiyo ni hivi. Wewe ni uoga wako tu. Unashinda kujitamkia mambo makubwa kwenye maisha yako kwa sababu hujielewi. Narudia tena mara nyingine. Unashindwa kujitamkia mambo makubwa kwenye maisha yako kwa sababu hujielewi. Neno Mungu aliendi bure. Kwa kila unachotamka hakiendi bure. Kama neno Mungu ulituma neno lilipokuwa katika maangamizi. Mungu alituma neno kupitia kinywa cha Paulo liwaondoe watu 276 katika maangamizi. Kwa haleluya. Swali la mwisho. Maneno ya mwisho katika sura hii ni muhimu sana. Na hivyo watu wote wakapata kufikiria nchi kavu salama. Jadili kuhusu umuhimu wa maneno ya kujitamkia na kutamka kwa ajili ya watu wengine kwenye hatima yako na hatima za watu wengine. Ujadili umuhimu wa maneno ya kujitamkia wewe mwenyewe na kwa ajili ya watu wengine kwenye hatima yao na hatima yako. Ni hivi, Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishindwa kufanya kwa mwili, tunafanya kwa maneno. Paulo aliposhindwa kufanya kwa mwili, nisikilize. Paulo mfungwa, maana mfungwa maana hafanyi chochote na hatujui labda alifungwa miguu na mikono na akawekwa katika chumba fulani. Aliposhindwa kufungua kwa mwili, alifungua kwa neno. Kanisa ambalo lilikuwa linamwombea Petro, liliposhindwa kwenda kwa mwili kufungua milango ya gereza, walifungua kwa neno, malaika akaenda. Maisha yangu na maisha yako, mimi na wewe, tukishindwa kufungua kwa mikono hii na kwa nguvu na kwa fedha na kwa historia, tunalituma neno la tunalala tunatulia kwa sababu maajabu ya Mungu. Sasa wewe shetani anakufunga. Umeshindwa kufungua kwa mikono, wewe fungua kwa maneno. Haleluya. Piga magoti mbele za Mungu basi. Mambo yatafunguka. Neno la Mungu haliendi bure. Haleluya. Haliendi bure. Sasa wewe umeshindwa kufungua kwa nguvu za mikono. Hata kwa neno umesahau. Utaendelea kujuta kwenye maisha yako. Naomba usimame mbele. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu zetu zinapofika mwisho, tunaziruhusu nguvu za Mungu. Baada ya kuokoka, haya ni maisha halisi. Sio kusali, ni maisha halisi, ni mabadiliko halisi. Ila kubadilika mnaamua nyinyi wawili, wewe na wengine mtakao wako. Ubaki hivyo au ubadilike au ufanye kitu kingine au ongeze kitu kwenye maisha yako. Naomba kufunga macho yako.